bajeti ya ofisi yetu ya makamu wa pili wa rais kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaanza kuchangia, naomba niweke wazi, kwa sababu ya muda, naogopa kuja kukosa muda wa kutosha, mafungu ambayo nimekusudia, nimetia nia ya kuyazuia na hoja zangu zitasikika kwenye maelezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakusudia kuanza kuzuia mafungu ya mapato ya lile fungu 003 afisi ya makamu wa pili wa rais, ambayo ni mapato ya Unguja fungu namba 05 na 04, lakini pia mapato ya Pemba 05 na 04, hadi tutakapopata maelezo, kwa sababu kule kuna vifungu vinakusanya mapato kutoka shughuli za Dodoma. Sasa tutahitaji maelezo kutoka hapo, lakini pia kuna mafungu makubwa ya fedha yametofautiana kati ya mwaka tunaumaliza na mwaka ambao tumekusudia kuidhinisha. Kwa hiyo tutahitaji maelezo ili nisiyazuie wakati wa kupitisha mafungu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nakusudia kuzuia mafungu matatu. Fungu moja kwenye Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, lile fungu pekee P01 ambalo linahusiana na uongozi na utawala, na fungu P01 na P02 katika afisi ya makamu wa pili wa rais, fungu kuu 003, ambayo ndiyo mafungu mawili nimekusudia kutoragusa fungu linalohusiana na Baraza la Wawakilishi kwa sababu yamekaa vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye utangulizi, hotuba ya Mheshimiwa makamu wa pili wa rais imezungumzia mambo mazuri, mambo ya pongezi, ikiwemo kuwapongeza viongozi wetu wa kitaifa, ni jambo jema. Kifungu namba 4 kimezungumzia zaidi kitu ambacho mimi kimenigusa, suala linalohusiana na tunu zetu za taifa, kikitaja kifungu kile amani, umoja na muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchaguzi uliopita na ripoti ya Jaji Chande ya karibuni haiwezi kutuacha hivi hivi. Watu 518 ambao wanaambiwa waliuliwa, na kwa mujibu wa kauli za serikali ni kwamba waliuliwa na vyombo vya serikali kwa sababu nguvu iliyotumika ilikuwa stahiki. Sidhani kwamba tunu hii bado ipo, na kama ipo hatustahiki kukaa kimya kimya kwamba watu wamekufa 518 na 1700 mpaka sasa hivi hawajulikani taarifa zao, wengine hawajulikani walipo. Mimi nashauri tuwe wa kweli, tutende haki na tuwajibike. Kama tunakusudia kuendelea kweli kweli, mambo matatu haya ni muhimu: ukweli, haki na uwajibikaji. Mambo mengi yaliyomo katika wizara hii hayaonyeshi kwamba tunatenda haki, tunawajibika na tunasema ukweli ya mambo ambayo yanatokea katika nchi yetu. Hilo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka nilizungumze. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, la kusikitisha katika hilo ni kwamba hadi sasa hivi hakuna hata mmoja aliyeshtumiwa akatiwa angalau kudhaniwa kwamba labda fulani achunguzwe kwenye hivi vifo 518 na wale 1700 ambao hawapatikani. Kwa hiyo pointi yangu hapa ni kwamba kusema kwamba bado tuna tunu tatu hizi kama ilivyosema katika hotuba yetu, sidhani kwamba tuko sahihi sana. Bado tuna shida katika amani yetu, japo kama watu wamekaa kimya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia wizara hii, ofisi hii ilitarajiwa iongeze ufanisi wa serikali, itoe ushauri kwa serikali kwamba sasa hivi tunastahili kwenda hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoingia madarakani alianza na wizara 16. Baada ya miezi michache au mwaka mmoja na siku chache zikaongezeka zikawa 18. Mwaka huu 20. Sambamba na hiyo, taasisi zile muhimu, bandari, maji, umeme kidogo,
sijui karakana zinabinafsishwa. Tulitarajia